Urusi inataka kuirejesha Belarus katika uwanja wa vita ili ipate ushindi na kuweza kuvimaliza vita hivyo, anasema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Maandalizi ya miundombinu yanapendekeza kwamba Urusi inajaribu tena kuhusisha mshirika wake Belarus katika vita hivyo, Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amesema. Rais huyo alitoa matamshi yake yaliyochapishwa kwenye Telegram kujibu kile alichosema ni ripoti ya kijasusi iliyotolewa na kamanda mkuu wa Ukraine Oleksandr Syrskyi. Kwa kuzingatia hilo, ujenzi wa barabara katika maeneo ya kuelekea Ukraine na uanzishwaji wa nafasi za silaha unaendelea katika eneo la mpaka wa Belarus, Zelensky aliandika. Tunaamini kwamba Urusi itajaribu tena kuhusisha Belarus, mshirika wake, katika vita vyake. Alisema Ukraine ilitoa maagizo ya kuonya uongozi wa Belarus juu ya utayari wa Ukraine kutetea ardhi na uhuru wake. Zelensky pia alisema ujasusi ulionyesha kuwa Urusi inajaribu kufanya mkusanyiko wa vikosi. Uwezekano mkubwa wa kufidia uhaba wa wafanyakazi katika suala hili inakuwa dhahiri zaidi kwa nini vikosi vya jeshi viliongeza shughuli zao kwenye eneo la Belarus. Hakutoa ushahidi zaidi, lakini rais wa Belarus Alexander Lukashenko, mmoja wa washirika wa karibu wa Vladimir Putin, aliruhusu eneo lake kutumika katika sehemu ya uvamizi wa Urusi katika operation ya kijeshi ya mwaka 2022 katika mwezi wa Februari. Rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaamini kwamba huu ni mpango uliopangwa na rais wa Urusi Vladimir Putin ili aweze kuvimaliza vita vyake, akiamini kwamba endapo atapata msaada zaidi wa kijeshi, Urusi haiwezi kufanikisha katika mpango wake huo. Hata hivyo, rais huyo wa Ukraine anadai kwamba kwa sasa nchi nyingi zimemtenga, zikizingatia zaidi mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Zelensky amesema kwamba katika kipindi cha miaka 4 ya vita na Urusi, Ukraine tayari imefanya misheni sawa katika Bahari Nyeusi. Urusi pia ilijaribu kuziba bahari yetu na tuna uzoefu wa kusindikiza meli za wafanyabiashara, kutengua mabomu, kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga na utaratibu wa ujumla wa shughuli kama hizo. Ukraine ilisema imetuma wataalamu kote Mashariki ya Kati kusaidia nchi kufaidika na uzoefu wake wa kujilinda dhidi ya ndege zisizokuwa na rubani za Urusi, nyingi zilizoundwa nchini Iran. Tunaweza pia kuchangia usalama wa baharini, Zelensky alisema. Ukraine imetimiza makubaliano ya ushirikiano wa kiusalama na Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu na kusema kuwa iko katika mazungumzo na Oman, Kuwait na Bahrain. Hata hivyo, Urusi inaendeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine. Moto ulizuka katika kituo cha mafuta katika eneo la Krasnodar kusini mwa Urusi na kusababisha operesheni kubwa ya kuzima moto. Makao makuu ya operesheni ya dharura ya mkoa huo ilisema mapema siku ya leo Jumamosi. Maafisa walisema wazima moto 224 na magari 56 walikuwa wakikabiliana na moto kwenye kituo cha Tikhorensky kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa mkoa huo, Krasnodar. Hakuna majeruhi walioripotiwa na hakukuwa na dalili zozote kuhusu chanzo cha moto huo, lakini inadaiwa kwamba ni makombora ama ndege zisizokuwa na rubani zilizorushwa kutoka upande wa Urusi. Syrskyi alisema wiki hii kwamba vikosi vya Ukraine vinajaribu kupunguza uwezo wa kushambulia wa Urusi kwa kuendelea na kasi kubwa ya mashambulizi kwenye vituo vya kijeshi, vituo vya ulinzi, viwanda na vingine. Mnamo Machi, Ukraine ilifikia malengo kama hayo karibia 76, ikijumuisha vifaa 15 katika tasnia ya kusafisha mafuta, kamanda mkuu alisema. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.